Hapa mmeona umuhimu wa kwenda katika madarisi za kina mama. Uzuri Kahama zipo. Hakuna. Kuna faida yake. Sio kule kwenda kusoma dini tu, kuna faida yake hata katika maisha yako ya kawaida, maisha yako ya kila siku. Faida unazipata kama tulivyo wasikiliza mashehe zetu wakionyesha umuhimu wa dini kwa hasa kwa mwanamke, kwa sababu al-ummu madrasa, mama ndio chuo. Ndio maana mashehe, mimi kwa tabia yangu huwa sipendi na ninawahurumia wale wanamume wa kisasa hivi wanaopenda kuoa wanawake, anamsilimisha papo hapo kwa shehe alafu anafunga naye ndoa. Sipendezwi sana na ndoa ya namna hiyo. Au mwanamke wa Kiislamu anaolewa na mwanamume ambaye anasilimu papo hapo na wanafunga ndoa. Huwa naona kwamba hii ndoa hii kwa sababu huyu mtu kazalika huko alikozalika, mafundisho ndio yale, makuzi ndio yale. Kuna tabu kubwa baadaye katika maisha yanayojitokeza. Matokeo yake kuna maisha ya kiusanii tu hapo, Uislamu wa kuiga wa kiusanii. Mwezi wa Ramadhani ukirudi unamkuta akikusikia sauti anajilaza kwenye kochi, unasema Mtume, mtoto watu wanataka kufa, kumbe ndo kashiba sana. Kumbe ameshiba kweli kweli huyo. Wewe ukimkuta vile unasema nataka kufa. Hani sijui baby, siku inaitwa mpaka baby, wanaume wa mtu maana zile akili zimetutoka mpaka wakina mama wanatuita watoto wadogo baby. Unaona? Sasa vipi? Nasema mume wangu leo saumu ya leo kali. Na nasema utazoea tu. Ameshiba huyo, anakufanyia usanii tu hapo.